Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ameshukuru Korea Kaskazini na kiongozi wake Bwana Kim Jong-un na vitengo vya jeshi la watu wa Korea Kaskazini kwa msaada wao katika ukombozi wa mkoa wa Kursk kutoka mikononi mwa wanajeshi wa Ukraine. Huduma ya vyombo vya habari ya Kremlin iliweza kuripoti hivyo, ambako Putin alisema, namnukuu, hatua ya marafiki zetu wa Korea Kaskazini iliongozwa na hisia ya mshikamano, haki na urafiki wa kweli. Tunashukuru sana hili na tunashukuru kwa dhati binafsi kwa mwenyekiti wa kamati ya masuala ya kitaifa Comrade Bwana Kim Jong-un pamoja na uongozi mzima na watu wa Korea Kaskazini katika ukombozi wa mkoa wa Kursk. Kiongozi huyo alisema hivyo. Putin aliongeza kuwa tunapongeza ushujaa wa wanajeshi wa Korea Kaskazini, mafunzo yao bora na kujitolea kwao wakati wa mapigano bega kwa bega na wanajeshi wa Urusi wakilinda nchi yetu kama nchi yao, alisisitiza rais wa Urusi, na kusema kuwa walitimiza wajibu wao kwa heshima na ushujaa wakijifunika utukufu usiofifia. Operation ya kukomboa mkoa wa Kursk ilimalizika siku ya Jumamosi wiki iliyopita, ikiwa ni siku ya tarehe 26 kufuatia ripoti yake kwa rais. Mkuu wa wafanyakazi mkuu wa vikosi vya wanajeshi wa Urusi anayefahamika kama Valery Gerasimov alisifu jukumu la wanajeshi wa Korea Kaskazini katika kuliondoa kundi la Ukraine katika jimbo la Kursk. Urusi na Korea Kaskazini zimetia saini mkataba wa ushirikiano wa kimkakati wa kina kabisa, ambapo kifungu chake cha 4 kinasema ya kwamba katika tukio la shambulio la silaha pamoja wahusika katika makubaliano, upande mwingine lazima uweze kutoa msaada wa kijeshi na msaada mwingine kwa njia zote zinazowezekana. Korea Kaskazini imethibitisha kwa mara ya kwanza pia ya kwamba iliweza kutuma wanajeshi kupigana pamoja na vikosi vya Urusi katika jimbo la Kursk chini ya amri ya kiongozi Bwana Kim Jong-un. Katika taarifa iliyoripotiwa na shirika la habari la serikali maarufu kama KCNA, lilisema kuwa chama tawala cha Workers Party kilielezea utumaji kazi huo kama unaonyesha kiwango cha juu zaidi cha kimkakati cha urafiki thabiti wa wanamgambo kati ya Korea Kaskazini na Urusi. Tangazo hilo lilikuja wakati kaimu kamanda wa kikosi cha 810 cha Urusi alipomwambia rais wa Urusi Vladimir Putin ya kwamba wanajeshi wa Ukraine waliosalia katika jimbo la Kursk wataangamizwa hivi karibuni, ambako RIA Novosti iliweza kuripoti siku ya jana Jumapili ikipingana na madai ya awali ya msemaji wa Kremlin Bwana Dmitry Peskov ya kwamba majeshi ya Urusi yalikuwa yameliteka tena eneo hilo kikamilifu. Pia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema mapigano makali bado yanaendelea katika baadhi ya maeneo katika jimbo hilo. Inakumbukwa Ukraine ilizindua uvamizi wake wa kuvuka mpaka kwa kushtukiza katika jimbo la Kursk mnamo Agosti mwaka jana 2024, ikiwa ni uvamizi wa kwanza kabisa wa kiwango kikubwa wa eneo la Urusi na vikosi vya kigeni tangu vita vya pili vya dunia. Operation hiyo iliweza kulenga kutatiza shambulio lililopangwa la Urusi kwenye oblast jirani kabisa ya Sami na kuondoa wanajeshi wa Urusi kutoka eneo lililokumbwa la huko Donetsk. Urusi iliweza kuzindua msukumo wake wa kutoa tena eneo hilo mapema mwezi Machi mwaka huu, huku Ukraine ikilazimika kujiondoa kutoka sehemu kubwa ya eneo hilo iliyoweza kulichukua hapo awali, ukiwemo mji wa Soliza, ambako kufikia tarehe 25 mwezi huu huduma ya ufuatiliaji ya uwanja wa vita wa Ukraine inayofahamika kama Deep State iliweza kuonyesha vikosi vya Ukraine vikishikilia nafasi ndogo katika jimbo hilo karibu na mpaka, yani vijiji vya huko Oleshinya na Gonale. Tume kuu ya chama cha wafanyakazi ilisema kuwa Kim kama rais au kiongozi kutoka Korea Kaskazini aliweza kuidhinisha kutumwa kwa jeshi kwa msingi wa mkataba wa kina wa ushirikiano wa kimkakati aliweza kutia saini na rais wa Urusi Vladimir Putin mwaka jana 2024 chini ya agizo la mkuu wa nchi. Vitengo vidogo vya jeshi la jamhuri vilichukua eneo la Urusi kama mojawapo ya nchi hizo mbili. Taarifa hiyo ilieleza hivyo.
Bwana Kim pia aliwasifu wanajeshi wake wa Korea Kaskazini walioshiriki, akiwaita mashujaa na wawakilishi wa heshima ya nchi mama, ambako KCNA iliweza kuripoti ya kwamba Korea Kaskazini inaiona kama heshima kuwa na muungano na taifa lenye nguvu kama vile shirikisho la Urusi. Maafisa kutoka nchini Ukraine wanakadiria ya kuwa Korea Kaskazini iliweza kutuma takriban wanajeshi 11,000 huko nchini Urusi, ikiwa ni pamoja na wanajeshi 3,000 kuchukua nafasi ya hasara katika uwanja wa kivita. Ingawa hapo awali walipata hasara kubwa kwa sababu ya ukosefu wao wa magari ya kivita na uzoefu katika vita vya ndege zisizo na rubani, wanajeshi wa Korea Kaskazini waliweza kuripotiwa kuzoea hali ya ardhini. Urusi pia ilithibitisha tarehe 26 kwa mara ya kwanza ya kwamba wanajeshi wa Korea Kaskazini walikuwa wakipigana pamoja na wanajeshi wa Urusi katika jimbo hilo la Kursk, ambako pia vyombo vya habari kutoka nchini Urusi viliweza kuonesha video ya wanajeshi wa Korea Kaskazini kwa mara ya kwanza kabisa kutoka eneo hilo. Imeelezwa shirika la habari la serikali ya Urusi maarufu kama TASS iliweza kuchapisha kipande cha video siku ya leo Aprili 28, ambayo inalenga kuonyesha wanajeshi wa Korea Kaskazini ambao walipigana pamoja na vikosi vya Urusi katika mafunzo ya jimbo la Kursk nchini humo. Hiyo ni picha ya kwanza kabisa rasmi iliyotolewa baada ya Korea Kaskazini na Urusi kukiri kwa mara ya kwanza ya kwamba wanajeshi wa Korea Kaskazini walitumwa kupigana dhidi ya Ukraine katika jimbo la Kursk nchini humo. Katika video hiyo, wanajeshi wa Korea Kaskazini wanaonekana kufanya mazoezi ya kivita wakiwa wamevalia gia za kijeshi za Urusi na wakiwa na bunduki na kurusha maguruneti. Pia TASS haikubainisha eneo au tarehe kamili ya video hiyo. Wakati mmoja, mwalimu wa Kirusi anaonekana akionyesha jinsi ya kupeleka bomu la mkono, ambapo picha hizo zinahitimishwa na wanajeshi wa Korea Kaskazini wakiandamana kwa mpangilio huku wakiimba wimbo unaonekana kuwa wa kijeshi.